ATN. Na ni afueni kwa wakazi wa eneo bunge la Kieni, huku serikali ikiweza kuwapatia idara ya maendeleo kame chini ya ustawishaji wa maeneo kizindua rasmi mradi wa maji wa Kabati. Mradi huo unatarajiwa kufaidi zaidi ya wakazi 3,000 kwa kuwapa maji ya kutumia nyumbani, ukulima pamoja na mifugo wao. Tuungane moja kwa moja na mwenzangu Clement Masombo ambaye yuko katika uzinduzi huo kwa taarifa zaidi. Clement, kwako. Naam, shukrani sana Hadia. Ni kweli kwamba uzinduzi wa huu mradi wa maji wa Kabati utakuwa afueni kubwa sana kwa maelfu ya wakazi wa eneo hili, eneo bunge la Kieni, ambao wanategemea mradi huo au maji ambayo yatasambazwa kupitia huu mradi kufanya kilimo kwa matumizi ya nyumbani na hata kwa mifugo wao. Na uzinduzi huu siku ya leo unasimamiwa na katibu katika idara ya serikali ya maeneo kame na ustawishaji wa maeneo ambayo ni Bwana Kelo Harsama. Na amefika hapa pamoja na viongozi wengine serikalini wakiwemo wabunge na wakazi pia wamejitokeza kwa wingi kushuhudia uzinduzi huu. Kwa sasa nataka nizungumze na katibu katika wizara, tueleze huu mradi kama tunajua kwamba ni maelfu kadhaa ya wakazi ambao watanufaika, lakini pengine utabadilishaje maisha ya wakazi wa eneo hili la Kieni? Asante sana. Vile umesema, kwa jina mimi naitwa Kelo Harsama, Principal Secretary katika Department ya ASAL and Regional Development. Tuko hapa siku ya leo kuzindua mradi ya maji ya kusaidia Kabati Village, Nyeri Sub-County. Na vile mnavyojua hapa ni sehemu kame kwa sababu kwa jiografia hii area inaitwa leeward side of Mount Kenya. Watu wengi wanafikiri sehemu zote ya Mount Kenya inapata mvua na inakuwa na rotuba kali, lakini hapa watu wana experience shida za maji, shida ya chakula kwa sababu ya ukame ya mara kwa mara. Hivi leo kupitia kwa shirika langu la National Drought Management Authority tumeweza kuzindua project ya water supply inaitwa Kabati Water Project, ambaye itaweza kusambaza maji kwa zaidi ya households 350 kusaidia wenyeji wa hapa kupata maji for domestic consumption na pia kujisaidia kunyunyuzia maji mashamba zao na kuweza kupata chakula ambao wanaweza kukula kifamilia na pia kuweza hata kuuza so that waweze kulipa school fees na mambo mengine. Pia mbali na kusambaza maji kwa manyumba ama households 350, hii project imeweza kusambaza maji kwa mashule 4 primary schools zile ziko hapa na health center ile iko hapa. Kwa hivyo siku ya leo ni siku kubwa na siku ya furaha kwa watu wa Kabati kwa sababu wamepata maji ambao walikuwa wanaingojea kwa muda mrefu, kwa sababu tumeambiwa kwamba wamama walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 3-4 kwenda kutafuta maji sehemu zingine. Lakini siku ya leo unaona vile wanaimba, wanafurahi kwa sababu wamepata kitu ya maana sana. Tuko na mheshimiwa wetu wa hapa Kieni, tuko na Deputy Governor wa Nyeri, wote wamekuja kushuhudia hii maendeleo kubwa, na hii inatokana na policy ya serikali yetu ya William Ruto, ile inaitwa bottom up economic agenda, kuhakikisha kwamba watu ambao wako kwa sehemu ya ukame wanainuliwa maisha kwa kupitia kwa miradi kama hii ya kuleta chakula na maji kwa watu wa hapa. Asante sana. Naam, shukrani sana katibu. Labda nizungumzie kwa kifupi na naibu gavana hapa. Tuzungumze kuhusu ushirikiano kati ya serikali ya kaunti na serikali kuu katika kufanikisha miradi kama hii kaunti ya Nyeri. Asante sana. Vile iko ni kwamba serikali kuu na serikali za kaunti zinashirikiana kwa sababu hakuna serikali inaweza fanya kivyake. Kwa hivyo national government na county government zinashirikiana ili watu wa area hii wapate maji. Umeambiwa ina faidi karibu 350 households watapata maji, watakuwa sasa hata wakifunga mifugo wako na maji, hata wakipanda mimea wako na maji, na sasa mambo ya jaa itaisha pande hii.
Asante. Naam, shukrani sana. Tumalizie na mbunge wa Kieni Njoroge Wainaina. Waliotangulia wamesema kwamba wamezungumzia kuhusu umuhimu wa mradi kama huu, lakini hapa labda tuzungumze kuhusu kuimarika kwa kipato kupitia kilimo na mambo mengine ambayo yatajitokeza kupitia huu mradi. Okay, asante sana. Hapa tuko Kabati village. This is my own village where I live, like 50 meters from where we are. This project was conceptualized like 5 years ago, wakati kumekuwa na ukame na tumekuwa na vipindi vya ukame mara kwa mara, isipokuwa wakati huu Mungu ametujalia mvua iko mingi. Na sisi katika tukiishi hapa, mifugo kwa binadamu tumekuwa na shida wakati wa kiangazi, na hii ni mmoja wapo ya kuonyesha this is work in progress for this government. In this government ya William Samoei Ruto, this is one of the many projects that we have here. We have like many others that are being undertaken by Tana Waterworks. Kwa hivyo, some of the government does this, another one does that, another one does that. At the end of the day, tutakuwa tumejaza kikabu cha maendeleo, na hii ndio mwelekeo wetu. Thank you. Shukran sana. Bila shaka umesikia kutoka kwa Njoroge Wainaina ambaye ni mbunge wa Kieni, umesikia kutoka kwa Kinanira ambaye ni naibu gavana na vile vile katibu katika idara ya maeneo kame na ustawishaji wa maeneo ambaye ni bwana Kelo Harsama, wakizungumza kuhusu umuhimu wa mradi huu na jinsi utakavyo kuwa wa manufaa kwa wakazi wa hapa kupitia uimarishaji wa kilimo, na vile vile hiyo ni kumaanisha kwamba wakazi wa hapa nao watapata kipato zaidi na pesa zitakuwa mfukoni kama vile mheshimiwa hapo alivyosema. Lakini huu ni mmoja tu kati ya miradi ambayo serikali inaendelea kutekeleza katika eneo hili. Kumbuka kwamba eneo la Kieni, hii sehemu ya eneo bunge la Kieni ni moja kati ya yale maeneo ambayo yameorodheshwa kama maeneo kame, na ndio maana mradi kama huu unatekelezwa kupitia hiyo idara ya ustawishaji wa maeneo kame nchini. Hadia. Bila shaka, asante mwenzangu Clement Masombo kwa hayo. Tutakuwa tunapata zaidi hapo baadaye. Sasa tuendelee na taarifa.